kusema asanti, maana si kawaida, ni mkono wako umetenda haya. Amen. Kunao wameenda mwaka wa 2025, kunao hawakuona mwaka huu. Kama uko na sadaka, leta mahali hapo na utaweza kubarikiwa. Kama iko kwa simu, tumia ile na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Tunasema tunaanza na wewe Bwana, na tunaamini kutembea na wewe. Umegharimika Bwana, umelipa gharama. Bwana amelipa gharama. Haleluya. Haukuongezwa maji, haukuongezwa damu, haukulazwa hospitali, na hata kama ulilazwa haukukuvia pale. Bwana amekupa uzima. Piga kelele ya shangwe kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya afya, kwa sababu ya utukufu na uweza wa Bwana. Amen. Watu huwa wanasahau jinsi ya kuanzia na Mungu na kumwambia Mungu ni asanti. Wanatumia pesa nyingi kwa sherehe, kwa kusherekea, kukula nyama, kukula buzi, kukula kuku, kukula mifinyo, lakini wanasahau kumwambia Bwana asanti. Haleluya. Asanti si kusherekea kwa anasa. Amen. Ni kumwambia Bwana na shukuru, hata kama siwezi kusema asanti, lakini Bwana nakuja tu kusema asanti. Amen. Umenitendea mambo makubwa, si kufungwa jela. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Niko hai, ninakushukuru. Ninasema tena, mwaka huu wa 2026, pata neema ya kuishi, pata neema ya kumwimbia Bwana, pata neema ya kumsifu Bwana. Ninatangaza kwa anga yako, isiwe tu ni kuingia kwa nyumba la Bwana kwa sababu ya kuruka mwaka. Ninatangaza na itendeke upya ya kwamba kuanzia dakika hii kitu kipya kisarike kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Si kuja kuruka mwaka kwa sababu ni kuruka mwaka, utarudi kanisa tena kuruka mwaka. Hapana. Haleluya. Hiyo ni kuenjoy Mungu. Amen. Hatuko hapa kumuenjoy Mungu, tuko hapa kutabiria mwaka wetu uweze kuwa mwaka mzuri, tukisaidiwa na mnabii mkubwa. Haleluya. Kwa jina la Yesu, kama vile Kristo alitutangulia na kusema ya kwamba kuna mambo makubwa ameyaweka mbele yetu, hata wewe pata neema ya kutangaza na kunena ya kwamba mwaka huu wa 2026 kuna mambo makubwa Bwana ameyaweka mbele yako. Na kama ulikuwa umewekwa maneno na walienena na wakasema ya kwamba yenda ikawa mwaka uwe mzito ama usiwe mzuri ama uwe tu wa kawaida ama usiwe mwema, tunakanzo mambo hayo, tunaiprovoke in Jesus name. Tangaza na utangaze ya kwamba huu ni mwaka wangu wa kuinuliwa, huu ni mwaka wangu wa kubarikiwa, huu ni mwaka wangu wa kukombolewa, huu ni mwaka wangu wa kuponywa. Jitangazie kile ungependa Bwana aweze kukufanyia mwaka huu kwa jina la Yesu. Mwambie shetani, wewe ni muongo, hautanivinyiria, hautanizuilia kufanyika kile Bwana nataka niwe. Pata hiyo neema, pata hiyo neema ya kuishi mwaka wenye baraka, wenye ukombozi, wenye uzima, wenye uhai, wenye uponyaji. Pata hiyo neema, mipaka yako na ikapanuke in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunakatana na aina yote ya firia. Haleluya. Maroho yote ya kuturudisha nyuma tunaikataa in Jesus name. Haleluya. Maroho yote ya ukavu, maroho yote ya uzito, maroho yote ya kutuzuilia kuingia Kanani yetu, mahali baraka zetu ziko, tunatangaza kwa jina la Yesu haitafanikiwa. Mwaka huu wa 2026 kuna neema kubwa ya kubarikiwa, kuna neema kubwa ya kuinuliwa, kuna neema kubwa ya kutendewa na Jehova. Shetani apende asipende, utafanyika kile Mungu anataka uwe in Jesus name.
Ndoa yako itasimama, maisha yako itasimama, watoto wako watasoma kwa jina la Yesu. Biashara yako itasimama in the mighty name of Jesus. Utajenga hiyo ploti, utajenga kwa hiyo shamba, utanunua. Kuna marango Bwana anayafungua kwa jina la Yesu. Tunaondoa baria zote ambayo husimamishwa na maadui wa mwaka wa kuzuilia makubwa isitendeke. Tunatangaza Kanaani ni kwetu, na Bwana alisema mambo yote mazuri ni yetu. In Jesus name. Hii Kenya ni Kanaani yetu, maana Mungu ametuweka hapa. Haleluya. Hii Kenya ni Kanaani yetu, na hatutailaani, tutaibariki. Haleluya. Na hatutanungunika, tutashukuru Mungu. Come on kanisa, in Jesus name. Na kila estate Jehova atatuingiza, tutafanya kama Nehemia, in Jesus name. Mahali miguu yetu itakuwa inakanyanga, mahali hapo no tukegwatira, tutajinyakulia by fire, by force. Hey, in Jesus name. Kwa jina la Yesu tunaondoa maadui wote, tunaondoa majitu wote ambayo usimama ili wazuilie tusiingie kwa hatima zetu kwa jina la Yesu, in Jesus name. Yenda ikawa ukaona ni kama ni ndoto ama ni video. Haleluya. Lakini by fire, by force tunaingia katika maeneo yetu, in Jesus name, kwa jina la Yesu. Na tunatangazia mwaka huu wa 2026 hautafanana na mwaka wa 2025. Tarudia tena, tunatangazia mwaka huu wa 2026 hautafanana na mwaka wa 2025, in Jesus name. Hatutafananisha Januari hii na Januari ya 2025, maana hii Januari hatujawahi iona. Hatujawahi iona. Hii ni Januari mpya kwa maisha yetu. Hii ni Januari mpya, hatujawahi iona. Kuna wenye wako hapa leo wamefanya miaka yao imekuwa plus. Walikuwa wamesaliwa jana, leo wameingia kalenda mpya. Kuna wenye leo walisaliwa leo, wanasherekea mwaka mpya na wanasherekea birthday yao. Ni siku ambaye hawajawahi iona. In Jesus name. Pata neema ya mwaka mpya. Pata neema ya mwaka mpya. Pata neema ya mwaka mpya. Kitu mpya maana yake ni kitu haujawahi kiona. Nguo mpya ni nguo ambaye haujawahi ivaa, hata haijawahi furiwa. Haleluya. Yani ni mpya, hautakagi hata isubuliwe. Unajua nguo mpya, haleluya, hata utakagi isubuliwe, unatakaga uifae tu hivyo hivyo ikiwa mpya, hata isiingie kwa maji, isisubuliwe, maana ni mpya, inanuka upya. Huu mwaka ni mpya, unanuka upya. Haleluya. Una baraka mpya, una uponyaji mpya, una nguvu mpya, una uwezo mpya, una kibali kipya. Kwa jina la Yesu. Mahali ulishindwa mwaka wa 2025, mwaka huu my brother, my sister, hautashindwa. Hata kama huo mwaka ulikunyanyaza, huu mwaka hautakunyanyaza. Hata kama huo mwaka ulivugiliwa, ulizuiliwa, huu mwaka hautazuiliwa. Tunafungulisha malango. Tunafungulisha malango. Kanisa, tunafungulisha malango. Washirika wote waliozuiliwa mwaka wa 2025 ili wasiingie mahali hapa, tunawafungulisha mwaka huu in Jesus name. Na tunanena kuongezeka, si mara moja ama mara mbili, tunatangaza times 10 in Jesus name. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunatangaza kila maeneo kujumuika, mapato kujumuika, sadaka kujumuika,
mafungu kujumuika, waibaji kujumuika, waombaji kujumuika, wazee kujumuika, wamama, vijana, teenager na watoto kujumuika, kazi ya mikono yako kujumuika. Haleluya! Hata yule aliye na biashara moja afungue ingine, in Jesus name, kwa jina la Yesu. Na yule ameajiriwa kazi apate ingine ya part time, in Jesus name. Haleluya! Maana inawezekana, in Jesus name. Na yule amekaa eneo moja apate promotion, in Jesus name, kwa jina la Yesu. Tunatangaza anga na ifunguke, tunatangaza anga na ifunguke, tunatangaza anga na ifunguke. Huu ni mwaka mpya, huu ni mwaka mpya, mwaka wa Bwana, na baraka za Bwana hazifuatwi nyuma na machozi, hazifuatwi nyuma na kilio. Tunatangaza machozi yote ya mwaka wa 2025 haitaikia mwaka wa 2026, maana mwaka huu kuna kupanguzwa machozi. Mupe Bwana sadaka ya shangwe. Tangaza kwa jina la Yesu, huu ni mwaka wa kupanguzwa machozi. Piga kelele ya shangwe, piga kelele ya shangwe, piga kelele ya shangwe, piga kelele ya shangwe. Ni mwaka wa kupanguzwa machozi, in Jesus name. Ni mwaka wa kupanguzwa machozi kwa jina la Yesu, in Jesus name. Tunatangaza kwa jina la Yesu, tunatangaza kwa jina la Yesu. Mwaka huu kuna kutendewa. Bwana sope sifa. Mwaka huu wa 2026 kuna kutendewa na Bwana, in Jesus name. Haleluya! Abia walieji waingie ndani, in Jesus name. Mwaka wa kutendewa na Bwana. Kwa hivyo tunatembea katika neema mpya, tunatembea katika upako mpya, katika uwezo mpya, katika nguvu mpya. Kwa jina la Yesu, geukia mtu msalimie, happy new year, mwambie pata neema mpya ya kutembea katika mwaka huu wa 2025, in Jesus name. Ningeomba niweze kusoma neno la usiku wa leo, asubuhi ya leo. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni wa baraka. Tuko katika ile ya happy new year, mwaka mpya, mwaka wenye baraka. Bwana sope sifa. Na ninawaomba wateule, tunapotoka hapa, amen, isiwe ni mwaka tu tutakuwa tumeruka turudipo manyumbani mwetu maasubuhi. Haleluya! Isiwe tu ni mwaka tumeruka, kuwe ya kwamba mambo imefanywa upya ndani yetu. Haleluya! Uwe mtu mwenye maono mapya, amen, mtazamo mpya. Jina Bwana barikiwe. Yaani uwe mtu ambaye anazungumza upya kwa jina la Yesu. Hiyo nyumba yako itabirie mambo mapya, hiyo nyumba yako itabirie mambo mapya. Haleluya! Chochote ambaye unachokiona, unapokitazama, chochote ambaye kinakuhusu, unakitazamia kwa mtazamo mpya, in Jesus name. Na inawezekana, maana there is power, maana there is power, maana there is power, maana there is power. Kuna nguvu, in Jesus name. Kitabu ambaye ni cha Luka 15, Luka 15 mstari ule wa 11. Unaona kuna habari ya mtu pale, amen. Mwaka ambaye ni wa 2026, watu ngojea waweze kutabiriwa na kuambiwa habari kubwa. Lakini ningependa niweze kuambia kama mtumishi wa Mungu na nabii wa Mungu ya kwamba ni mwaka wa urejesho, mwaka wa kumrejea Bwana, amen, mwaka wa kumrejea Bwana. Biblia inasema ya kwamba tumtafute Bwana naye Bwana atatuonekania. Ningependa wapendwa, tumrudie Bwana kwa njia kuu.
na tutaona makubwa ambaye Mungu ataweza kutendea kwa jina la Yesu. Kitabu ambaye ni cha Luka, kitabu cha Luka, somea mstari wa 11. Nasoma tu huo ndio tushike kichwa, ndio turuke. Na Mungu wetu ni mwema na mwaminifu. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 11. Haleluya. Luka 15 mstari wa 11. Yes. Mstari wa 11 ikasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Watu wengi wanajua hii hadithi ya mtoto mpotevu, mtoto ambaye aliweza kuitisha mali yake kutoka kwa babaye. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja alikuwa na watoto wawili, kijana mkubwa na kijana mdogo. Yule mdogo akaweza kumwambia babaye, nipe mali yangu. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake. Alipoenda nchi ya mbali, aliweza kutapanya vitu vyake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kutumia yote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Ndio akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Ndio. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakupa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Ndio. Akaondoka akaenda kwa babaye. Fika hapo kwanza. Biblia inazungumzia habari ya kijana ambaye alitoka mikononi mwa baba yake. Alipotoka, Biblia inasema ya kwamba akaenda nchi ya mbali, akatumia mali yake. Kichwa ya ujumbe wetu ningependa tuione mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba alipokaa maisha ambaye haikupendeza, Biblia inasema ya kwamba alijiita mkutano. Amen. Alipojiita mkutano, akauliza moyoni mwake, niko hapa ninateseka. Haleluya.
na kwa nyumba ama nyumbani kwa baba yangu kuna chakula kingi, watu wanakula mpaka kinabakia. Akakata kauli, haleluya, ya kwamba nitarejea kwa baba yangu, hata kama sitaitwa mwanae, niwe kama mmoja wa wale ambaye wanaofanya kazi katika shamba yake. Haleluya. Mstari wa 20 nasemaje? Mstari wa 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona. Baba yake aliweza kumuona, akamuonea huruma. Angali mbali, baba yake aliweza kumuona. Ningependa tusiangalie mtoto ambaye ni mpotevu. Hebu tuangalie huyu baba aliyekuwa na karakta ya ubaba. Amen. 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 Tunaona ya kwamba baba aliyekuwa na huruma, Biblia inasema ya kwamba alipotazama kwa mbali, maana yake ni kwamba alikuwa akiishi miaka akijua ya kwamba siku moja mtoto wangu atarejea nyumbani, lakini kuna vile hakuwa anajua atatoka barabara hii ama atatoka hii ama atatoka ile ingine. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tunaona baba aliyekuwa na moyo wa huruma. Amen. 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 Na neno la Bwana linasema ya kwamba akiwa anatazama, kama vile alikuwa anazoea katika hali ya kutazama, akisema kunaye mwana ambaye alitoka kwa nyumba yangu, na huwa ninaamini siku moja atarejea, maana ni mwanangu. Katika mtazamo wake akamuona mwanae kwa mbali. Haleluya. Amen. Alipomuona akasemaje? Akamuonea huruma. Haleluya. Baba akamuonea huruma. Tunatangaza in Jesus name, mwaka huu wa 2026, maana tumekata kauli ya kurejea kwa baba yetu. Baba na atuonee huruma. Zile baraka ambaye zilikuwa zimedivatiwa, zimeondoka mikononi mwetu, tunaomba neema ya kubarikiwa ituangukie kwa jina la Yesu. Tumesumbuka miaka mingi, lakini mwaka huu wa 2026 tumekata kauli ya kurudi kwa baba, kama vile huyu baba alipotazama akaona mwanae akiwa mbali, akamuonea huruma. Tunaomba neema hiyo. Bwana utuonee huruma. Amen. Sema Bwana nionee huruma. Bwana nionee huruma. Unajua kuna watu wengi wamebarikiwa ukaachwa, si ndio? Yada ikawa hata kuna rika yako wako mbele sana, haleluya, lakini wewe bado uko chini, si ndio? Bwana zope sifa. Ni mwaka wa kuonewa huruma, maana tumekata kauli ya kurejea kwa Bwana in Jesus name. Amen. Bwana zope sifa. Tumekata kauli ya kurejea kwa nani? Kwa Bwana. Biblia inasema huyu mzee akamuonea mwanae huruma. Haleluya. Amen. Si Bwana na akuonee huruma. Amen. Maana umekata kauli ya kumrejea. Kama ni ugonjwa umekusubua miaka mingi, si Bwana na akuonee huruma, huo ugonjwa na ukuondokee. Kama ni umasikini umekuonea miaka mingi, si Bwana na akuonee huruma, maana umekata kauli ya kurudi kwa baba. Amen. In Jesus name. Amen. Umeishi maeneo moja, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, maana umekata kauli, si Bwana na akuonee huruma, akupeleke gasi ingine. Amen. Shalalalala. In Jesus name. Haleluya. Amen.
Happy New Year. Happy New Year. Si Bwana na akuonee huruma. Amen. Kama vile tumepata huruma ya kupata mwaka wa 2026. Ifanyike hivyo hata kwa anga yako. Amen. Alipomwonea huruma ikawaje? Akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni. Akambusu. Baba, tunaomba neema ya mambo yetu kuharakishwa. In Jesus name. Si Bwana na akuonee huruma, aweze kuja mbio kwa maisha yako. Aina yote ya roho ya dryness iondoke kwa anga yako. Roho ya kuchelewesha baraka zako, uponyaji wako, milango yako kufunguka, na iondoke kwa anga yako. Bwana na akuonee huruma, maana umekata kauli ya kumrejea. Bwana na akuje mbio na atumane mbio kwa maisha yako. In Jesus name. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Hatutaondoka hapa na huzuni. In Jesus name. Wapendwa, hatuondoki hapa na huzuni, tunaondoka na furaha, maana tuna mwamuko mpya, tunaondoka na neema mpya, na upako mpya, na uwezo mpya, na nguvu mpya, na baraka mpya. Kila kitu ni kipya. Sema kwa jina la Yesu, kila jambo ni mpya kwa anga yangu. Akaenda mbio akamkubatia. Akambusu sana. Akambusu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Akaenda mbio akamkubatia, akambusu kwa busu la upendo, kwa busu la ushirika. Ninatangaza kwa jina la Yesu, si upate hiyo neema ya kupokelewa. Roho wa Bwana akawe mwingi kwa anga yako, kwa maisha yako, ukapate furaha, ukapate amani. Bwana akakukubatie. Karibu mwanangu, Bwana akakukubatie kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kwa jina la Yesu. Yes. Unajua kama Bwana amekukumbatia, utatembea mwaka huu na neema mpya. Amen. Utatembea mwaka huu chini ya ulinzi. Amen. Maadui wakikutafuta hawezi wakakupata. Maana Bwana amekukumbatia. Haleluya. Uko chini ya ulinzi ya nguvu za Mungu. Amen. Amen. Naomba Mungu na atukubatie. Naomba Mungu na alikubatie hii kanisa. Amen. Naomba Mungu na alikubatie hili kanisa. Na akubatie wazee. Na akubatie wamama. Na akubatie vijana. Teenager na watoto. Jamii na asikubatie. Amen. Hata wageni waigiapo na Bwana na wakubatie. Amen. Wapate furaha. Wapate amani. Wapate ukombozi. Wapate uponyaji. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Si Bwana na akubatia hata biashara yako. Amen. Maadui wakijaribu kuiroga wanashindwa. Haleluya. Si Bwana na atukubatie. Si Bwana na akubatia afya yako. Haleluya. Pata hiyo neema ya kukubatiwa na Bwana. Amen. Alafu kukaedaje? Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Tunapokuja kwa Bwana tunakuja kwa unyenyekevu. Amen. Kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu. Mwaka huu pata neema ya kuwa mnyenyekevu kwake Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Na ukinyenyekea utajazwa na Roho wa Bwana. Roho wa Bwana anapenda walio wanyenyekevu. Amen. Pata hiyo neema. Amen. Utajazwa na dimi mpya. Yes. Utajazwa na nguvu mpya. Yes. Pata neema in Jesus name. Amen. Yule kijana alienda kwa unyenyekevu. Tunamwangalia baba akamfanya nini? Asante. Lakini Baba ametubariki na baraka pia atanayamfua. Amen.
Lakini baba alimwambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora. Hebu rudia tena. Nileteni upesi vazi lililo bora. Haleluya. Ngoja kidogo. Mwaka huu wa 2026, Bwana sopesi. Amen. Si Mungu na akuvalize vazi. Amen. Liliye bora. Amen. Akuondolee kukunyaa. Bwana sopesi. Amen. Akuondolee kukunyaa, yani kuhunyuka, ya kuherelie kuhunyuka. Amen. Amen. Mungu akuvalize vazi la utukufu. Amen. Bwana sotukuzwe. Mungu akuvalize vazi la utukufu, yani wakutazamapo wanaona kiumbe kipya. Amen. Akuondolee kuzeeka. Miaka ifike hapo. Amen. Come on. Ama muamini Mungu anaweza? Anaweza. Yani miaka ndio itakuwa inasonga, lakini wewe hauzeeki. Amen. Pata hiyo neema. Amen. Ya kutozeeka. Amen. Pata hiyo neema. Yes. Ya kutozeeka. Amen. Ukiambia watu miaka yako wanakataa. Bwana barikiwe. Amen. Yani wanasema hapana. Amen. Amen. Ukitembea na mama yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukitembea, yani mnaulizwa ni sister ama Bwana Yesu apewe sifa. Nyinyi ma sister, nyinyi madugu. Amen. Amen. Naambia mtu huyu ndiye mama na huyu ndiye, anasema hapana. Huyu sister yako. Pata hiyo neema. Amen. Baba yake aliitiza vazi iliye nzuri. Amen. Amen. Akafarishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si leo na ufarishwe vazi. Mwaka huu utembee kwa neema mpya. Amen. Bila kurarukiwa. Amen. Bila kukaukiwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Bila kulazwa hospitali, bila kudungwa shindano. Amen. Bila kutumia madawa. Yes. Bila kukosa amani. Yes. Pata neema. Farishwa vazi. Nyumba haitafungwa. Pata neema. Farishwa vazi. Amen. In Jesus name. Amen. Yani uwe na vazi lina utukufu. Watoto hawatafukuzwa shule kwa maana umevalishwa vazi la utukufu. Amen. Vazi liliye nzuri. In Jesus name. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Kama unaamini pamoja nami, mupe Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi in Jesus name. Avalishwe vazi, alafu nini? Mkamvike. Mutieni na pete kidoleni. Na viatu yani na miguuni. Pete ni ishara ya mamlaka. Pete ni ishara ya mamlaka. Pata neema ya utawala. Amen. Pata neema ya urithi. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Maana pete ni mamlaka. Yes. Pete ni ishara, haleluya, ya kuonyeshana ya kwamba unaweza sema kitu na isikike. Pata neema. Pata neema ya kimbingu. Yes. Biblia inasema tutafungua na tutafunga. Hiyo ni aina ya neema ya kufungulisha na kufunga. Authority, haleluya. Avalishwe pete. Natangaza kwa jina la Yesu, mwaka huu na Jehova na aweze kutuvalisha pete. Pete ambaye ni ya kudhihirisha ya kwamba tuna mamlaka. Tumeungamanishwa na mbingu, ya kwamba tuna uwezo wa kufungulisha baraka. Tuna uwezo wa kufunga mambo yote ambaye haistahili. In Jesus name. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Pata hiyo neema ya kutawala mpaka kwa jamii yako. Kile ambaye unaamurisha kinafanyika. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Alafu na viatu miguuni. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na avalishwe viatu miguuni. Haleluya. Amen. Ili kutembea kwako usijikwae. In Jesus name. Amen. Ili uweze kupeleka injili mbele.
ili maisha isonge mbele kwa jina la Yesu. Kuvalishwa viatu ina mamlaka ya kutawala, kupeleka injili mbele, kupeleka maisha mbele, na maandiko inasema pia kwa nyayo zako, pia kwa miguu yako utawazimanga maadui, maana Bwana ameweka shetani mikononi mwako, nawe utamkanyagia chini kwa miguu yako. In Jesus name, pata hiyo authority, pata hiyo mamlaka, pata hiyo uwezo. Mahali nyao zako zitakanyanga, marango zitafunguka, neema itakupata. Pata hiyo neema. Amen. Mwaka huu wa 2026 in Jesus name. Amen. Na tukimalizia nasemaje? Muleteni ndama yule aliyenona. Mleteni yule ndama aliyenona, mkamchinje. Ndama aliyenona mkafanya nini? Mkamchinje. Nasi tule na kufurahi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yani aletewe yule ndama aliyenona in Jesus name. Amen. Inalo ni kusema ya kwamba vitu zote mzuri Bwana amesiweka mikononi mwako. Amen. Haleluya. Hautakula kwa kubahatisha. Mwaka huu wa 2026 tunaomba neema ya kufungulisha milango ambaye ni ya mambo mazuri. Gara lako halitavirizika, gara lako halitakaukiwa. Utapanda wakati wa kiangazi na utavuna mapato mengi, mavuno mengi in Jesus name. Amen. Haleluya. Amen. Akasema na aletwe ndama aliyenona kwa jina la Yesu. Sina Bwana na atende hivyo kwa maisha yako. Amen. Kwa jina la Yesu. Gara lako lisikose. Haleluya. Tunatangazia gara zote mwaka huu wa 2026 ya kwamba hazitakosa yetu ya kukula na ya kupeana. In Jesus name. Tunatangaza ya kwamba kutakuwa na inavu katika gara zetu kwa jina la Yesu. Baba aliitisha ndama aliyenona ili achinjwe wakule pamoja. Tunatangaza ya kwamba hiyo neema na iweze kutupata, maana tumekata kauli ya kurejea kwa baba yetu. Si baba na itishe ndama aweze kuamurisha iweze kuchinjwa kwa ajili yetu in the mighty name of Jesus, ili tukule pamoja. Maana yake ni ushirika. Amen. Ushirika wa mwana na baba. Amen. Mwana na mzazi. Si hiyo neema wapendwa itupate. Amen. Si madhabahu na ipate hiyo neema. Haleluya. Ya ushirika wa baba na watoto. Amen. Oh my God. Si madhabahu na ipate hiyo neema. Si madhabahu na ipate hiyo neema ya kukula pamoja na baba. Amen. Kwa jina la Yesu. Yani watu wakiingia wanashiba. Haleluya. Wakiwa na kiu inaondoka, wakiwa wana magonjwa wanapona, wakiwa wana mashida inaondoka, wakiwa wamerarukiwa wanafarishwa. Oh my God. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Si hii madhabahu ipate hiyo neema kwa jina la Yesu. Si Bwana na utukubatie. Si Bwana na uamurishe tuvalishwe vazi. Si Bwana na uamurishe tuvalishwe pete. Si Bwana na uamurishe ndama achinjwe ili tukule pamoja, tuwe na ushirika moja. Amen. Haleluya. Amen. Unajua tukiwa na ushirika na baba, mambo yote itakuwa sawa. Mwana sope sifa. Ni kwa sababu tukikimbia kwake tutapona. Amen. Tukikimbia kwake tutakumbukwa. Haleluya. Tunatangazia mwaka huu wa 2026 neema ya Bwana haitaondolewa mikononi mwetu. Haitaondolewa mikononi mwetu. Haitaondolewa mikononi mwetu. Tutatembea kwa anga mpya. Anga iliyofunguka, anga iliyobarikiwa. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Mupe Bwana sadaka zile ya makofi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neema ya
ya Baba na iwe juu yetu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Neema ya Baba, haleluya, Amen, na iwe juu ya maisha yetu. Amen. In Jesus name. Amen. Na inawezekana wateule. Inawezekana. Haleluya. Amen. Maana hakuna jambo gumu kwake. Yote inawezekana. Amen. Yote inawezekana. Yote inawezekana. Maana tumekata kauli mwaka huu wa 2026. Hatutatembea kawaida. Roho ya ukawaida tunaiangusha. Tumeiacha 2025. Yes. Roho ya mazoea tumeiacha. Yes. Mwaka wa 2025. Haleluya kanisa. Amen. Hatutakuwa tunaingia kwa ibada za Sundays na za katikati ya juma kimutugo. Tualega. Hatutakuwa tunaingia kimutugo. Haleluya. Roho ya ukawaida tumeiacha mwaka wa 2025. Amen. Mwaka huu tumekata kauli ya kurejea kwa Baba. Amen. Tunarudi kwa hatima zetu. Haleluya. Tunarudi kwa our possession in Jesus name. Amen. Hakuna kizuizi kitatuzuilia kufanya kile Mungu anataka tuweze kufanya. Yes. Kama ni kuhubiri tutahubiri, kama ni kuevangelize tutaevangelize, kama ni kutabiri tutatabiri, kama ni kufundisha tutafundisha. Yes. Kama ni kusifu tutasifu. Yes. Kama ni kuomba tutaomba. Yes. Kama ni kutoa tutatoa. Hey, in Jesus name. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Tunaomba neema mpya. Yes. Anga yako na ikufungukie. Yes. Visi ya kata kauli ya kurejea kwa Baba. Amen. Biblia inasema tukimtafuta Bwana tukimrejea, katika kitabu cha Isaia, naye Bwana ataturejea. Unajua kama Bwana atatukubatia, hakuna kitu tutaraki, hakuna kitu tutakosa. Haleluya. Tutaishi maisha ya waliyebarikiwa. Amen. Tutaishi maisha ya waliyebarikiwa. Amen. Tutaishi maisha ya waliyebarikiwa. Amen. In Jesus name. Amen. Tusimame tu kwa miguu yetu. Ningependa tuweze tu kwenda mbele zake Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Bwana, nimekata kauli ya kurudi nyumbani. Mwambie Bwana, nimekata kauli ya kukurejea. Haleluya. Mwambie Bwana, nimekata kauli ya kukurejea Bwana, ili mambo yangu yote iweze kuwa mapya. Biblia inasema ya kwamba yule baba alipomuona mwana akirudi nyumbani, kwa umbali alimkimbilia akamkumbatia. Leo tunapata neema ya kukubatiwa na Bwana in Jesus name. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Mwambie Bwana, nimekata kauli ya kurudi nyumbani. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Mwambie Bwana, nimekata kauli ya kurudi nyumbani. Mwambie Bwana, nimekata kauli. Nimekata kauli. Nimekata kauli. Nimekata kauli. Baba, naomba kibali kipya. Naomba neema mpya. Tumana kwa niaba yangu. Baba, nimekata kauli. Urimashkaraba rekalibayana. Naomba neema mpya. Imashekalibayana. Mwaka huu wa 2026 nimekata kauli Baba ya kurejea nyumbani. Nifalise vazi mpya, nifalise pete, nifalise viatu in the name of Jesus. Neema mpya Baba. Rimashekariba rekarabo yane. Ninatabiri juu ya watu wako, wanatenda jipya, wanatenda makubwa in the mighty name of Jesus. Wewe ni Mungu wa uzima, wewe ni Mungu wa majeshi. Hafananishi na chochote, haulinganishwi na chochote. Unatenda makuu, unatenda maajabu, unaweza Baba. Rimashala Baba Baba, rimashala Baba Baba, rimashala Baba Baba, rimashala Baba, rimashala Baba. Unatenda makuu kwa jina la Yesu. Tunakuinua, tunakupa sifa, unatenda Baba. Asante kwa wema wako, tukuzwe na uhimidiwe, barikiwe na upewe sifa. Mungu wetu na Baba yetu, ninakupa sifa, maana wewe ni mwema. Asante Mungu, ni kwa sababu ya watu wako. Asante Baba, ni kwa sababu ya kanisa. Asante Bwana, ni kwa sababu ya kila moja. Ninawainua mikononi mwako Baba.
mwaka huu wa 2026 ninawaombea neema mpya, upako mpya, uwezo mpya kwa jina la Yesu. Kama vile huyu baba alivyomkubatia mwanae, Bwana likubatie kanisa, Bwana wakubatie wazee, Bwana wakubatie wamama, Bwana wakubatie vijana, Bwana wakubatie teenager, wakubatie na watoto. Kusiwe hata moja Bwana atakayepotoshwa na ulimwengu wa sasa, lakini Bwana ukiwa umetukubatia, ukiwa umetuficha mabawani mwako Bwana, hatutapotea, hatutagharikika, bali Mungu wa Israeli tutakuwa wabarikiwa kwa jina la Yesu. Tunaomba neema mpya ya mwaka wa 2026. Tumekata kauli Bwana ya kuturejea, maana ulisema ya kwamba ikiwa tutakurejea nawe utaturejea na utatendea mambo makubwa kwa jina la Yesu. Tunaomba ishara, tunaomba neema ya kutembea katika anga iliyofunguka, katika anga iliyobarikiwa, ishara na miujiza iweze kuandamana nasi. Mungu wa majeshi, tunakuomba neema ya kuishi mwaka huu wa 2026. Simama nasi Bwana kwa jina la Yesu. Twalikumbuka kanisa, wakumbuka taifa letu, wakumbuka taifa hili, wakumbuka mji huu. Oh my God, tuonekanie Bwana, tupe neema Bwana, tupe neema Bwana. Twaiombea serikali, waombea viongozi Bwana, tupe neema ya kuishi mwaka 2026. Tunanena amani ipitao amani zote, tunanena ulinzi kwa jina la Yesu. Bwana uwe msaada kwetu, hakuna mwingine kama wewe. Twalibariki, twaliheshimu jina lako. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega, na hakuna mwingine kama wewe. Baraka za mwaka huu Bwana, tunaomba ya kwamba Jehova isiondolewe mikononi mwetu, isipinduliwe kwa njia, isizuiliwe Bwana, bali katufikie kwa jina la Yesu. Tunaomba neno lako likawe juu ya maisha yetu Bwana, ukatutangulie, ukatembee nasi, uwepo wako Bwana ukatembee nasi Bwana, ukitenda maego. Sifa zote na heshima ni kwako Mesia, uinuliwe na uhimidiwe, maana wewe ni mwema, na ni kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Kanisa lote tuseme amen.